BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara tena tunakuja mbele zako kwa kukupa taarifa zaidi kuhusu uwanja huu wa siasa ya sasa pamoja na BMP TV Online. Na mimi ni Sesde Mr. Orange, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu zaidi mambo ambayo yanazidi kuendelea. Na huu ni muktasari wa habari. Kinshasa, kauli tata ya Muhonzi kuhusu wazalendo yazua mjadala mkubwa. Serikali yapinga kauli za ukabila ndani ya jeshi la FARDC. Ziara ya naibu waziri wa ulinzi kwa ajili ya mabadiliko na uhamasishaji wa jeshi la FARDC yaendelea Gadolit kaskazini mwa Ubangi. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu zaidi mambo ambayo yanazidi kuendelea kwa undani zaidi, na hivyo usisahau kusubscribe, like pia na comment, utakometisha zaidi kwa sababu kila wakati utakuwa unapata update zetu nono kabisa. Habari kamili. Kinshasa, katika kile kinachoonekana kuwa ni kauli ya moja kwa moja dhidi ya wapiganaji wa kizalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Generali Muhonzi Kainerugaba, mshauri wa kijeshi wa rais wa Uganda na mtoto wa rais Yoweri Museveni, ametoa matamshi yenye utata mkubwa kufuatia ziara yake rasmi jijini Kinshasa. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari baada ya ziara hiyo, Muhonzi amenukuliwa akisema kwa msisitizo, wazalendo ni nguvu hasi bila shaka yoyote. Ninaamini kwa dhati kuwa vikosi vya pamoja vya UPDF, jeshi la Uganda na FARDC, jeshi la DRC, vitawashambulia popote tutakapowakuta, isipokuwa tu kama watakuwa na akili ya kutosha kujisalimisha. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake aliongeza kwa sauti kali, wazalendo wanaua raia wetu katika maeneo ya mpakani ambako sisi hatujapeleka majeshi yetu. Hatutasubiri zaidi kuwakabili. Kama mtaua raia wetu, mtalipa gharama. Kauli hizi zimepokelewa kwa mshituko mkubwa na hasira kali katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa wananchi wa mashariki mwa nchi ambako kikundi cha wazalendo kinaheshimiwa na kuungwa mkono na sehemu kubwa ya jamii kwa mchango wao katika kulinda ardhi ya taifa dhidi ya waasi wa M23 na mashambulizi kutoka makundi ya nje. Baadhi ya wapiganaji wa wazalendo waliitikia kauli hiyo kwa mshangao mkubwa wakisema, mtu huyu kwa hali inavyoonekana ana matatizo ya wazi kabisa. Angepaswa kwanza kutafutwa tiba ya kiakili kabla ya kuzungumzia jina la wazalendo, kwa sababu haijamfikia akili yake kuwa wazalendo hatuko sehemu moja tu, sisi tupo kila mahali. Wapiganaji hao wamehonya kwamba ikiwa atajaribu kupitia katika njia ambayo inatukutanisha sisi na wao, basi ujumbe huu umemfikishiwa mapema. Hatutasita kujibu kwa uzito unaostahili. Hatutakubali kutishwa wala kudhalilishwa na mtu yeyote kutoka nje ya mipaka yetu. Kauli za Generali Muhonzi zimeibua wasiwasi pia katika duru za kidiplomasia, ambapo wachambuzi wanahonya kuwa kauli kama hizi zinatishia uhusiano wa kindugu kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan wakati huu ambapo pande zote mbili zinahitaji mshikamano wa kweli katika kupambana na ugaidi na magenge ya waasi yanayovuruga ukanda wa maziwa makuu. Mashirika ya kiraia, wanadiplomasia na viongozi wa dini wanatoa wito kwa serikali zote mbili ya Kinshasa na Kampala kuweka mbele diplomasia ya heshima, sio vitisho vya silaha. Kwa upande wa wananchi wa mashariki mwa DRC, hasira inaendelea kuongezeka huku kukiwa na kauli moja kuu, wazalendo ni sauti ya raia wanaotutetea pale ambapo serikali imeshindwa kufika. Kuwahita nguvu hasi ni sawa na kuitukana dhamira ya uhuru wa watu wa Kongo. Hiyo ilikuwa ni mojawapo ya kauli yao kubwa ambayo wao wanazidi kuisimamia watu wa Uganda na kutaka kudharau kwa ukubwa zaidi kwa nguvu ambao wazalendo wanazidi kuifanya, lakini jamii imezidi kusimamia upande wa wazalendo na kuonesha kuwa ni kazi kubwa ambao wanazidi kuifanya. Basi hiyo ni taarifa ya huko. Twende huko moja kwa moja ambako ni huko Kinshasa. Katika siku za hivi karibuni,
mjadala umeibuka kwenye majukwaa ya kijamii na katika baadhi ya midahalo ya kisiasa kuhusu madai ya kuwepo kwa ukabila ndani ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama FARDC. Hata hivyo, kupitia taarifa hii rasmi tunapenda kuwajulisha wananchi wote kuwa tuhuma hizo za ukabila hazina msingi wowote wa kweli na ni kielelezo cha taarifa zisizochukulizwa kwenye malengo ya kisiasa au uchochezi ambazo zinaweza kuhatarisha mshikamano wa kitaifa na heshima ya taasisi za kijeshi. Kwa wale wanaoendeleza midahalo ya kikabila dhidi ya jeshi letu, tunawasihi kwa heshima wachukue muda kufahamu vyema muundo halisi wa FARDC kabla ya kutoa matamshi ya kuudhi au yenye lengo la kuchafua taswira ya taasisi hii muhimu ya taifa. Kwa mujibu wa takwimu halisi ya orodha ya sasa ya viongozi wa ngazi za juu kwa FARDC, hii hapa ni mifano ya usambazaji wa majukumu kijumuiya, kikabila au kijiografia. Kwanza ni mkuu wa majeshi ya ulinzi, Chef d'Etat-Major General, ni mzaliwa wa Katanga. Naibu mkuu wa majeshi anayesimamia vikosi vya ardhi anatoka Kwilu. Naibu mkuu anayesimamia operesheni ya ujasusi ni kutoka Ituri. Mkuu wa ukaguzi wa FARDC anatoka Maniema. Kamanda wa kikosi cha walinzi wa Rahisi ni mzaliwa wa Kivu. Kamanda wa kanda ya kwanza ya ulinzi anatoka Katanga. Kamanda wa kanda ya pili ya ulinzi naye pia ni kutoka huko Katanga. Kamanda wa kanda ya tatu ya ulinzi ni mzaliwa wa Kivu. Hii ndiyo hali halisi ya uongozi wa kijeshi nchini. Ni wapi unapoona ukabila ndani ya muundo huu wa kitaifa? Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba kila mara ambapo afisa mmoja wa FARDC anachukuliwa hatua za kisheria au kinidhamu, sauti za lawama huanza mara moja kupaza sauti kwa kutumia neno ukabila pasipo hata kuelewa kwa kina maana halisi ya neno hilo. Ukabila kama unavyojulikana ni kitendo cha kumpendelea mtu au kundi kwa misingi ya ukoo, kabila au jamii, na sio kuchukua hatua za kiutawala dhidi ya afisa aliyehusika katika ukiukwaji wa maadili au sheria za kijeshi. Tunawakumbusha wananchi kuwa jeshi ni taasisi ya kitaifa inayojengwa juu ya misingi ya nidhamu, heshima kwa sheria, usawa na mshikamano wa kitaifa. Kukinzana na misingi hii kwa sababu za kihisia au ushawishi wa kisiasa unaleta hatari ya kugawanya taifa, jambo ambalo linaweza kutumika na maadui wa ndani na nje kuharibu amani tulionayo. Tunatoa wito kwa waandishi wa habari, viongozi wa jamii, wanaharakati na wananchi kwa ujumla kujiepusha na kauli za kichokozi kuhusu jeshi na badala yake kushirikiana kwa ukaribu katika kulinda heshima ya taasisi hii muhimu ambapo ni nguzo ya uhuru wa taifa. Kaskazini mwa Ubangi, katika mwendelezo wa ziara yake rasmi ya kikazi ndani ya maeneo ya Grand Equateur, naibu waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Guy Kabombo, ameendelea na jukumu lake la kuhakikisha mabadiliko ya kimfumo na uimarishaji wa jeshi la wananchi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kitaifa. Mheshimiwa Kabombo amewasili leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa chini ya mvua kubwa iliyokuwa inanyesha mfululizo, tukio ambalo alikuzuia mapokezi ya heshima yaliyofanywa na viongozi wa mkoa wa Kaskazini mwa Ubangi. Kiongozi huyo alipokelewa rasmi na naibu gavana wa mkoa wa Nord Ubangi pamoja na viongozi mbalimbali wa kisiasa na kijeshi walioko katika eneo hilo. Mara baada ya kuwasili, naibu waziri mkuu aliongoza kikao cha kamati na usalama ya mkoa, kikao ambacho kilipanuliwa kwa kushirikisha pia wakuu wa taasisi mbalimbali za kiusalama, wanachama wa kamati ya usalama ya mkoa pamoja na wabunge wa kitaifa waliowakilishwa kutoka maeneo mbalimbali ya Grand Equateur.
Lengo kuu la ziara hii ni kuhakikisha kuwa jeshi la FARDC linalo hudumu katika maeneo haya ya pembezoni linaimarishwa kwa nguvu mpya, linapata mwongozo sahihi na linapewa motisha ya kufanya kazi kwa nidhamu, uzalendo na weledi wa hali ya juu. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Kabondo alisisitiza kuwa hatua hii ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuleta mageuzi ya kweli katika muundo wa kijeshi wa taifa letu. Tunahitaji jeshi lenye uwezo, lenye maadili na lenye kuwakilisha dhamira ya taifa la Kongo katika kulinda mipaka yake, raia wake na uhuru wa taifa. Mkutano huo uliangazia pia changamoto mbalimbali zinazoikumba FARDC katika mkoa huu, zikiwemo ukosefu wa vifaa vya kijeshi vya kisasa, hali ya motisha kwa wanajeshi waliopo kwenye maeneo ya mbali, uhitaji wa kuongeza mafunzo ya uwepo wa kikosi kazi maalum cha ujasusi na operation, ushirikiano baina ya jeshi la mamlaka za kiraia katika kuimarisha amani ya ndani. Aidha, wabunge waliohudhuria walitoa ushauri na mapendekezo mbalimbali juu ya namna ya kufufua ari ya kijeshi katika maeneo ya Equateur, wakisisitiza kuwa usalama wa taifa hautegemewi tu silaha bali pia hali bora ya maisha ya wanajeshi na familia zao. Ziara hii ni sehemu ya mchakato wa FARDC, yaani maboresho ya kimuundo wa FARDC, yaani maboresho ya kimuundo na uishaji wa kiutendaji wa jeshi la taifa, mpango unaosimamiwa na serikali kuu ya Kinshasa kupitia Wizara ya Ulinzi. Katika siku chache zilizopita, taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na mijadala mitatu mikubwa inayohusu mustakabali wa jeshi la FARDC, kauli tata kutoka nje ya nchi kuhusu vikundi vya uzalendo na mchakato wa ndani wa kulijenga upya jeshi hilo kupitia ziara ya viongozi wa juu serikalini. Kwanza, serikali imepinga kwa nguvu zote tuhuma za upendeleo wa kikabila ndani ya muundo wa FARDC, ikitoa ushahidi wazi juu ya usambazaji wa majukumu ya kijeshi kwa watu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, kutoka Katanga, Kwilu, Ituri, Kivu hadi Maniema. Ni udhibitisho kwamba jeshi la taifa alifungamani na ukabila bali linawakilisha umoja wa kitaifa. Pili, katika tukio lililohibua taharuki, Jenerali Muhoozi Kainerugaba wa Uganda alitoa kauli ya kuwakashifu wazalendo wa Kongo kama nguvu hasi, huku akiendekeza mashambulizi dhidi yao kwa ushirikiano wa vikosi vya UPDF na FARDC. Kauli hiyo imepigwa kwa sauti kubwa na wapiganaji wa wazalendo pamoja na raia wa mashariki mwa nchi, waliotafsiri matamshi hayo kama kudhalilisha jitihada za wananchi wa Kongo wanaojitolea kwa maisha yao kulinda ardhi ya taifa dhidi ya waasi wa wavamizi kutoka nje. Kwa pamoja, taarifa hizi tatu zinaonyesha kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko kwenye mstari sahihi wa kulijenga tena jeshi lake kuwa chombo halisi cha kulinda taifa, haki za raia na umoja wa kitaifa. Serikali haitavumilia kauli za kichochezi ndani au nje ya nchi zinazolenga kudhoofisha hadhi ya vikosi vyake au kuvuruga mshikamano wa kitaifa kwa misingi ya ukabila au mipasuko ya kisiasa. Hatua za kimkakati kama zihara za viongozi, kikao na wabunge na tathmini za kiutendaji katika FARDC zinaendelea kuonyesha kuwa uongozi wa juu wa taifa uko makini, uko kazini na uko pamoja na raia katika harakati za kujenga Kongo mpya. Hii ni Kongo ya vizazi vijavyo, yenye jeshi la kitaifa lenye mabadiliko na lenye kusimamia utu wa kila raia. Kauli za kubeza hazitapewa nafasi. Uwezo wetu ndiyo silaha yetu. Hii ni BMP TV Online. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufaidi mambo ambayo yanazidi kuja. Na mimi ni the Mr. Orange. Asante. BMP TV Professional Update.